Oh. Okay, sasa nasema hivi. Sasa mimi naongea yako kwa upande tena wa watu wakiitae watu wa dini wa makanisa. Na ikiwa hawana watu wa imani wajue Mungu ni nani na hako wapi, hiyo makanisa nitapomoa na washirika wote watakuja tufanye kazi kwa nyumba kubwa. Ndio kisifu mzuri kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Ukweli unayetuma. Nyumba kubwa ni ile iliyoandikwa kwamba katika nyumba kubwa havimo vyombo vyenye dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Haya ndio iliandikwa tena kwamba kwa nyumba ya Papa kuna kazi nyingi sana ya ujuzi, lakini watumishi ni wachache. Kenya hii nimeshipa na kazi. Mimi sitajenga nyumba, nimeongea nimerudia, sitajenga nyumba ati ya kutokamo nikienda kazi. Miradi za kazi. Na hii nyumba nataka nipewe foil ichengwe. Hiyo ni entrance ya kuenda kwa ile nyumba kubwa. Hiyo nyumba kubwa ni Holy Spirit. Ile ulisikia Mungu mkuu aishi kwa nyumba ichengwa na makono ya wanadamu, bali Roho Mtakatifu. Hiyo ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na itakaa kama mbele kama mwanamke ana mabawa. Roho hakuangi na makono, mabawa. Na nyuma ni kuku ya kike ina vifaranga vyake. Na tutaandika hapo heti kwa hiyo nyumba kwamba mimi kama roho niko mama wenu, nami nimekuja kuwakusanya vile kuku ikusanyavyo vifaranga vyake ndani ya mabawa. Nitaongea na hiyo imeandikwa, nitamuonyesha hiyo nyumba. Vile nilikuwa naishi mbinguni ndio nataka niwaonyeshe. Ninyi mnaomba kwamba ufalme wa mbinguni ushuke hapa duniani. Na nikishukisha nishuke nao, mnaanza kuniletea changamoto. Hukumu wangu ni kali. Yesu ni wa msamaha, lakini mimi ni papa wa hukumu, papa wa hasira. Hata nilikuja kwa sura ya chui. Ukweli unayojua. Sataka mnayo toa kwa makanisa zenu Jumapili, wengine Ijumaa, wengine Wednesday. Hiyo sataka ikiwa hata wiki moja mnaweza janga kwa jina langu na muweke kwa akaunti yangu. Haiwezi maliza hii nyumba. Kaunti tu hata ya Kakamega. Kaunti. Na sasa Kenya nzima. Kenya nzima. Sasa kwa kuwa mimi ni mtumishi wa kimataifa, Kenya ndio boma langu. Ndio kwa sababu liitwa Capital City of the World. Hata risafu isipatikane. Itachengwa, itakuwa inji kali. Ni chenji China hivyo. Na changamoto inatoka wapi? Makanisa, watu wa makanisa mnichunge. Mtafanya kazi yangu. Hata ile agano, yule achaye kwa jina la Bwana la Kristo lazima atatimiza kazi zake. Huyo ndio mwenyewe. Na mtu atakiita Mkristo kwamba ni mtu wa kanisa na atatoa kibali changu nimempa bure, ampe siti kufanya ushenzi. Ni hivyo.